Alipo hatima ya Jiang Yuan. Mume wangu alichukua gari langu kwenda kukutana na mchepuko wake, lakini akapata ajali mbaya na kukimbizwa hospitalini. Mama mkwe wangu alizania ni mimi niliyekuwa nimekufa. Papo hapo akaanza kufanya fujo na kukataa kulipa gharama za matibabu. Nilisimama pale na kumtazama kimya kimya. Kisha sikuwa na chaguo lingine ila kusaini fomu ya ridhaa ya kifo. Wakati mama mkwe wangu akijiandaa kwa majivuno kwa ajili ya mazishi yangu, nilifuta machozi ya bandia na kumkabidhi taarifa ya kuchoma maiti. Mama, saini hapa ili umsindikize mwanao. Niliamshwa na simu. Je, huyu ni Bi Lin Shunzi? Sauti ya mtu aliyekuwa kwenye simu ilikuwa nzito. Mume wako Zhang Yuan amepata ajali na gari aina ya BMW ya blue kwenye barabara kuu ya East Expressway. Hali yake ni mahututi katika hospitali ya First People. Pap! Simu yangu ilichopoka mkononi. Ilianguka kwenye kapeti. BMW ya blue. Hilo lilikuwa gari langu. Kwa nini mume wangu achukue gari langu na kuendesha kuelekea upande tofauti na kazini kwake? Sikutaka kupoteza muda. Nilitaka kuwapigia wakwe zangu mara moja. Kisha nikakumbuka baba mkwe wangu alikuwa ametoka kufanyiwa upasuaji wa moyo. Hawezi kuhimili mshtuko wowote. Siku chache zilizopita, niliweka kamera ya usalama ili kuwatazama, lakini sikuwa nimewaambia bado. Niliamua kuangalia kama wako nyumbani kwanza. Nilifungua programu ya kamera. Nilimwona mama mkwe wangu akipokea simu. Halo? Hapa ni kituo cha kushughulikia ajali. Je, wewe ni ndugu wa mmiliki wa BMW ya blue? Mwathiriwa amepelekwa hospitali ya People kwa matibabu ya dharura. Tunahitaji mwanafamilia aje kulipia gharama na kufika hapa mara moja. Kabla mhudumu hajamaliza, mama mkwe wangu alimkatiza. Mkwe wangu amepata ajali. Basi msiokoe maisha yake. Hatuna pesa. Matapeli sasa hivi wananilenga hata mimi. Baba mkwe wangu alikunja uso. Unadhani inaweza kuwa kweli? Natumai ni kweli. Kheri ya kuondokana na huyo kuku asiyefaa kitu ambaye hawezi hata kupata watoto. Anamrudisha nyuma mwanetu tu. Akifa, pesa zake zote na mali zitakuwa za familia yetu ya Jiang. Jiang Yuan aliniambia siku chache zilizopita kuwa anampenda msichana mwingine. Yeye ni bora zaidi kuliko yule kizee. Tumekuwa tukingojea Lin Xingxi apate ajali. Mama mkwe wangu alichukua simu yake kwa furaha. Lazima nimpigie Jiang Yuan nimwambie habari hizi njema. Mbona hapokei simu? Labda yuko kazini, ameweka simu kimya. Usimsumue akiwa anafanya kazi. Nilikamua nguo zangu kwa nguvu. Kucha zangu zilichimba kwenye ngozi mpaka nikatoka damu. Lakini sikuhisi maumivu yoyote. Mimi na Zhang Yuan tulioana tukiwa hatuna kitu. Kwa miaka 3, nilitoka kuwa mwandishi wa mtandaoni asiyejulikana hadi kuwa mwandishi wa vitabu maarufu anayeuza sana. Nilinunua gari na nyumba ya mkopo katikati ya jiji. Wakati huo huo, yeye aliacha kazi 3 na hakuweza kudumu kwenye yoyote. Mwishowe alibaki nyumbani kama mume wa kukaa ndani. Alidai kuwa anasapoti kazi yangu. Kiukweli, alikuwa anaishi kwa pesa zangu na kunisaliti na mwanamke mwingine. Mama mkwe wangu Jiang Kuihua alinichukulia kama ATM yake binafsi. Aliniomba pesa bila kikomo. Siku moja alitaka saa kwa ajili ya Jiang Yuan, siku nyingine begi kwa ajili ya shemeji yangu. Nikisita kidogo tu, anajirusha sakafuni akipiga kelele, akiniita asiye na fadhila na kusema, nimesahau jinsi Jiang Yuan alivyojishusha kunioa. Nikitazama nyuma, miaka hii 3 ya ndoa ilikuwa mzaha mkuu. Familia hii yote ilikuwa ikingojea nife. Ni jambo jema kuwa si mimi ninayekufa safari hii. Ni mume wangu msaliti. Nilifuta machozi. Nilichukua taksi hadi hospitali ya People. Baada ya kutaja jina langu, daktari alisema, mgonjwa bado yuko kwenye upasuaji. Tafadhali nenda ghorofa ya 2 ukalipe bili kwanza. Nikiwa na macho mekundu na yaliyovimba, nilisema, hatuna pesa. Hatufanyi upasaji. Daktari alionekana kushtuka. Una uhakika unataka kukata tamaa na mgonjwa? Ndiyo, wapigie wazazi wake kama huniamini. Daktari alitafuta namba na kupiga mara moja. Halo? Huyu ni daktari wa chumba cha dharura. Tuna mgonjwa wa ajali ya gari ya mapema leo. Je, wewe ni? Kabla daktari hajamaliza, mama mkwe wangu alianza kuomboleza kwenye simu.
Daktari, maisha yangu ni magumu sana. Mume wangu amefanyiwa upasuaji wa moyo siku chache zilizopita. Iligharimu mamia ya maelfu. Binti yangu naye amepoteza kazi. Hatuna pesa kabisa zilizobaki. Daktari, hatumtibu. Upasuaji ni yuan 200,000, lakini bado kuna nafasi kubwa ya kumwokoa. Una uhakika unataka kukata tamaa? Mbona hunisikilizi daktari? Uelewi? Tunaacha matibabu. Mpelekeni moja kwa moja akachomwe moto, cremation. Alitoa kwikwi kubwa ya kilio na mama mkwe wangu akakata simu mara moja. Akisikiliza mlio wa simu iliyokatika, daktari alikuwa haamini. Je, kweli hawa ni wazazi wake wa kumzaa? Wanawezaje kuwa na ukatili kiasi hiki? Sijawahi kuona kitu kama hiki katika miaka yangu yote kama daktari. Naam, tutegemee familia hii haitajuta kwa hili. Muuguzi alinikabidhi hati. Hii ni fomu ya ridhaa ya kusitisha matibabu. Inahitaji saini kutoka kwa mwanafamilia wa karibu. Nikiitazama ile karatasi nyeupe, nilichukua kalamu na kusaini jina langu, Lin Singsi. Mwandiko wangu ulikuwa thabiti, bila kutetemeka hata kidogo. Taa nyekundu ya dharura ilikuwa bado inawaka, lakini nilijua ingezimika hivi karibuni. Daktari alinitazama. Usemi wa uso wake ulikuwa wa kutatanisha. Lin, una uhakika na hili? Mgonjwa bado ana nafasi. Daktari, uliwasikia wenyewe. Wazazi wake wamekata tamaa, nilimkatiza. Ninatekeleza tu uamuzi wao. Isitoshe, mwanamume huyo aliyemo ndani hastahili kutumia yuan 200,000 kwake. Hastahili hata sekunde nyingine ya muda wangu wala hisia zangu. Baada ya saa 2, taa ya chumba cha upasuaji ilizimika. Zhang Yuan alikuwa amekufa. Siku iliyofuata, mama mkwe wangu alifika hospitalini akiwa amevaa nguo nyeusi na miwani ya jua, akijifanya kulia kwa sauti kubwa mbele ya watu. Mkwe wangu maskini, kwa nini umetunyang'anya mali zetu mapema hivi? Alipiga kelele akidhani mwili uliokuwa kwenye mfuko wa plastiki ulikuwa wangu. Nilitembea polepole kuelekea kwake na kumgusa bega. Alipogeuka na kuniona nikiwa hai, uso wake ulipauka kama karatasi. Wewe, mbona upo hapa? Nani yuko kule ndani? Mwanao, nilimjibu kwa sauti ya baridi, huku nikimkabidhi cheti cha kifo na bili ya chumba cha maiti. Ulimwambia daktari asimpotezee muda, na daktari alikutii. Umemua mwanao mwenyewe kwa tamaa ya mali zangu. Alipofungua mfuko wa maiti na kuona uso wa mwanawe uliopondeka, alipiga yowe la kuchasua moyo na kuanguka chini akizimia.